Baadhi ya mashirika ya kutoa misaada yametoa wito pamoja na kutaka shirika la kusambaza chakula eneo la Gaza Humanitarian Foundation GHF linaloungwa na Marekani kufungwa mara moja. Mashirika 130 ikiwemo Oxfam, Save the Children, Amnesty International na mengine wameishtumu shirika hilo la GHF kwenda kinyume na sheria za kimataifa. Mamia wa Palestina wamepigwa risasi na kufariki wakijaribu kufikia chakula cha misaada kilichoko katika vituo vya shirika hilo lililochukua usukani wa kusambaza chakula mwezi mmoja uliopita. Rais wa Marekani Donald Trump ametia saini amri ya kuiondolea rasmi Syria vikwazo. Msemaji wa ikulu ya White House kupitia taarifa kwa vyombo vya habari alisema hatua hiyo itasaidia kukuza uchumi wa taifa hilo ambao umeathirika pakubwa kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vilidumu kwa muda mrefu. Ripoti hii kutoka White House inasema Syria ilichukua hatua chanya ambayo inaashiria kuwa taifa hilo litaimarika hivi karibuni. Muungano wa The Congo River Alliance ambao ni muungano wa makundi yaliyojihami mashariki mwa DRC na unaojumuisha pia kundi la waasi la M23 wameishtumu serikali ya taifa hilo kwa kulipua ndege moja ambayo inabeba watu ambayo ilikuwa inasafirisha misaada katika kijiji cha Minembwe, Kivu Kusini. Nastia Mohamed na maelezo zaidi. Kundi hilo limedai kuwa ndege hiyo iliyolipuliwa na serikali ya DRC ilikuwa imebeba bidhaa muhimu ikiwemo dawa na chakula ambazo wakazi wengi wa eneo hilo wanahitaji. Vile vile limeshtumu serikali ya DRC kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Serikali ya DRC bado haijajibu madai ya kundi hilo. Tukio hili linajiri siku chache tu baada ya DRC na Rwanda kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano mashariki mwa DRC mjini Washington. BBC imeandikia serikali ya Kongo ili kutaka kujua jibu lao kuhusu madai hayo. Na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC imesema ilishambuliwa kwenye mitandao katika mkutano wa NATO uliofanyika wiki iliyopita mjini The Hague. Hata hivyo, mahakama hiyo imesema waliweza kudhibiti mashambulio haya ya mitandaoni kwa haraka. Mahakama ya ICC huchunguza na kushughulikia kesi zenye uzito mkubwa duniani kama vile mauaji ya kimbari, uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Mashirika mbalimbali ya misaada yametaka kufungwa mara moja kwa shirika la usambazaji chakula linaloungwa mkono na Israel na Marekani katika ukanda wa Gaza. Nastia Mohamed na maelezo zaidi. Mashirika hayo yanaishtumu shirika hilo la kutoa misaada la Wakfu wa Gaza kwa kukiuka taratibu zote za kimataifa. Mamia ya Wapalestina wameuawa wakijaribu kupata chakula cha msaada katika kituo hicho cha GHF. Mashuhuda na wahudumu wa afya wanasema kwamba zaidi ya watu 20 wameuawa wakati ndege ya kivita Israel iliposhambulia mgahawa karibu na ufuo wa bahari. Mgahawa huo ni maarufu na waandishi wa habari. Mpiga picha mmoja maarufu ni miongoni mwa waliouawa. Kwa ujumla, Wapalestina 60 waliuawa eneo la Gaza na jeshi la Israel siku ya Jumatatu. Jeshi la Israel bado halijatoa tamko lolote kufuatia tukio hilo. Wakati huo limeendelea kutoa maagizo yanayotajwa kuwa makubwa zaidi ya kuhama Gaza tangu vita na Hamas vianze tena mwezi Machi. Ali Abu Atelia ambaye alishuhudia mashambulizi hayo anaelezea alichokiona. Hata wakati nilikuwa na furaha nikiwa nimekaa kwenye mgahawa, kisha kombora likapiga na kulenga watoto, wanawake, wanaume na wafanyakazi. Hakuna aliyepona. Kuna uvumi katika vyombo vya habari vya Israel kwamba baadhi ya majenerali wanaona kuwa jeshi linakaribia kukamilisha malengo yake katika ardhi ya Palestina. Vikosi vya uokoaji vilihamisha miili 20 na makumi ya majeruhi kutoka mgahawa wa Al-Baka, hasa ukumbi wa nje ambao ulikuwa na mahema kando ya ufuo. Aliongeza kuwa wafanyikazi wa dharura walikuwa bado wanatafuta watu kwenye shimo refu lililotokea baada ya mlipuko huo. Mgahawa Al-Baka ni maarufu kwa waandishi wa habari, wanaharakati na wafanyikazi wengine kutokana na huduma zake za mtandao. Vikosi vya uokoaji vilipata miili ya watu 5 huku makumi ya raia waliojeruhiwa wakihamishwa hadi hospitali ya Al-Ahli katika jiji la Gaza.
Naam, ni taarifa yake na Steha Mohamed. Tukiendelea ni kwa polisi nchini Kenya wanasema kuwa wamewakamata watu 500 kuhusiana na maandamano ya wiki iliyopita yalogeuka kuwa ya vurugu. Mkurugenzi wa upelelezi wa jinai Mohamed Amin alielezea kuhusu ongezeko la visa vya uhalifu kufuatia wizi wa silaha wakati wa machafuko hayo. Akisa Wandera ana maelezo zaidi. Mkurugenzi Mohamed Amin alisema kuwa watu 485 walikamatwa katika maeneo mbalimbali nchini, huku 448 kati yao tayari wakifikishwa mahakamani. Washtakiwa hao wanakabiliwa na mashtaka ikiwemo mauaji, ugaidi, ubakaji, uporaji na mashambulizi dhidi ya maafisa wa polisi. Akiwahutubia waandishi wa habari jijini Nairobi, Amin alisema kuwa ripoti za kijasusi zinaonyesha kuwa baadhi ya watu walikuwa na maagizo mahususi ya kushambulia taasisi za serikali na vituo vya usalama. Aliongeza kuwa wachunguzi wamekamata silaha, simu za mkononi na vifaa vingine vinavyodaiwa kutumika kuratibu vurugu hizo. Maafisa wa polisi 11 walijeruhiwa vibaya wakati wa maandamano hayo, baadhi yao wakiwa katika hali mahututi. Mamlaka pia zinasema baadhi ya silaha za polisi zilizoibiwa zilitumika katika visa vya uporaji na kutumia nguvu vilivyoripotiwa siku iliyofuata. Hata hivyo, mashirika ya haki za kibinadamu yamekosoa vikali jinsi maafisa wa usalama walivyoshughulikia waandamanaji, yakisema kuna ushahidi wa matumizi ya nguvu kupita kiasi na kutaka uchunguzi huru kufanywa kuhusu vifo na majeruhi waliotokea wakati wa maandamano hayo. Hata hivyo, mashirika ya haki za binadamu yamekosoa vikali jinsi maafisa wa usalama walivyoshughulikia waandamanaji, yakisema kuna ushahidi wa matumizi ya nguvu kupita kiasi na kutaka uchunguzi huru kufanywa. Kwingineko ni kwa mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kudhibitiwa kwa Goma na waasi wa M23 hivi karibuni kumeliingiza eneo hilo katika machafuko makubwa zaidi na kuzidisha hali ambayo tayari ilikuwa moja ya shida kubwa zaidi za watu kuhama makazi. Lakini kwa mamia wanawake wanaolea watoto waliozaa na kisha kuachwa na walinda amani wa Umoja wa Mataifa, kudorora kwa usalama kumefanya maisha kuwa magumu hata zaidi. Mwandishi wa BBC Ian Wafula alikutana kwa mara ya kwanza na baadhi ya wanawake hao kabla ya kuanguka kwa Goma. Jamhuri mwa Vyombo anaelezea taarifa hiyo. Mtoto huyu mwenye umri wa miaka 12 ambaye katika taarifa hii tumempa jina Dimitri, anacheza na mnyama mdogo anayefanana na sungura ambaye anamfuga. Yeye na mamake wanaishi katika nyumba ambayo sehemu kubwa ni mabati tu, ndipo sandani walimo mna joto sana, lakini anahimili. Anasita kwenda kucheza nje na watoto wenzake. Anasema huwa wanamchokoza kwa vile rangi ya ngozi yake ni tofauti nao na nywele zake ni za singa. Ni kwamba mamake ni Mwafrika na babake ni mzungu, na watoto kama yeye wanapata changamoto za kibaguzi katika sehemu wanakoishi. Wote wiko na majina, tuko na Valia. Mama yake Bi Kamate Bibiche anasema babake Dimitri ni Mrusi. Alikuwa anahudumu nchini Kongo kama mwanajeshi katika kikosi cha walinda amani MONUSCO. Hapa Bibiche ameshikilia picha iliyochakaa akiwa yeye na huyo aliyekuwa mpenzi wake wakati huo. Anaitazama kwa hisia tele, kwani hawako tena pamoja, hawana mahusiano tangu aliporudi kwao. Wakati muda wake wa kuhudumu ulipokamilika, ni kwamba aliondoka bila kutazama nyuma kuangazia matokeo ya maisha yao walipokuwa pamoja huko Kongo. Tulipendanaka naye. We were together for 3 months. Uhusiano wetu ulidumu miezi 3 tu. Wakati akiondoka nilikuwa na ujauzito. Hadi leo hajali hata kumtafuta mwanawe. Aliondoka bila hata kuaga. Inauma sana. It pains me very much. Kwa muda miaka mingi jeshi la Kongo limekuwa katika mapigano na makundi kadhaa ya waasi, hasa huko mashariki mwa nchi hiyo. Kuna zaidi ya makundi 200 ya waasi waliojihami, wote wakitaka udhibiti wa maeneo yaliyo na ukwasi mkubwa wa madini muhimu. Mojawapo ya mashirika yaliyokuja kuunga mkono upande wa serikali ni Umoja wa Mataifa, waliopeleka vikosi vya walinda amani nchini Kongo, MONUSCO, ambao wamekuwa nchini humo tangu 2010. Lakini pia kando kwengineko, mahusiano kama haya yalikuwa yakishamiri. Wakati nilikuwa nipatia matumaini
Huyu naye tunamuita Mari. Alikuwa umri wa miaka 17 tu alipokutana na mwanajeshi kutoka Afrika Kusini hapo 2016 na kuanza naye uhusiano wa kimapenzi. Mwanajeshi huyo wa Afrika Kusini pia alikuwa Kongo kama sehemu ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa. He left me with a 1-month-old baby. Aliniacha nikiwa na mtoto wa mwezi mmoja tu. Aliniahidi kuwa angeniletea hela baada ya wiki moja, lakini kisha sikumpata tena kwenye simu. Yaani hapo ndio ilikuwa mara ya mwisho kuongea naye.